Yaani katika kazi ambazo nilizokuwa naona ni kazi za mwisho, kazi za ovyo ni kushona. Kwa sababu mimi babangu alikuwa ni mwanajeshi. Alipostaafu kuna zawadi nyingi wamepewa, nikapewa na cherehani. Na mimi ni mtoto wa kike kwetu peke yangu. Kwa hiyo cherehani akaonekana mtu ambaye anatakiwa apewe ni mimi. Lakini nikasema mimi nawezaje? Kwa sababu nawezaje kukaa chini mimi nishona? Unajua ni kwa gasi stadu wa zamani. Basi kwa hiyo nilipopewa ile mashine nikaiuza siku hiyo nilipopewa usiku, nakumbuka kesho yake asubuhi nikampelekea fundi wa kibarazani kwetu nikamuuzia. Nakumbuka ilikuwa 70,000. Kwa sababu sikuwahi kufikiria kama mimi leo nitakuja kukaa kwenye mashine nikashona. Hiyo ilikuwa mwaka 2008, si zamani sana. Kwa hiyo nilipoiuza ile mashine tena sina huo mpango, nikaendelea na maisha yangu mengine hivyo. Lakini kilichopelekea mpaka mimi kushona, mimi huwa napenda kujifunza vitu vya tofauti tofauti, kwa sababu baada ya kukubali kwamba yes, sasa ndo maisha yangu ya kushona. Mwanzo haikuwa hivyo, lakini mwisho wa siku nikabidi nikubali. Kwa hiyo nikawa natamani kujua vitu vingi. Kwa hiyo bado naendelea kujifunza, sababu sasa hivi nashona nguo za aina zote. Suti, sijui nguo za harusi, sijui nini. Japokuwa kwenye suti ndo nataka nipambane sana, lakini kwenye hizi nguo zingine hizi sijui za kike yoyote unaoniambia. Lakini hizi suti nipo naendelea kupambana nazo. Laila, tumekufahamu TikTok, mjini TikTok. Kule tumekufahamu sana. Ilikuwaje kule? Yaani uliamuaje kutumia mitandao ya kijamii kufahamika hivi ambavyo sasa hivi kusema katika watu ambao wanafahamika TikTok, mafundi wewe? Yaani kilichotokea mimi, kwa sababu ni kazi nilikuwa sipendi. Nilikuwa nafanya na nilikuwa nikishona nikifanya kitu nashukuru Mungu. Kikitoka kinatoka kitu kweli. Kwa hiyo nitagombana na wateja wangu, lakini mwisho wa siku mteja ataenda, atalalamika, atazunguka kwa mafundi mwingine, mwisho wa siku atarudi tena kwangu. Tutachambana lakini atarudi tena kwangu. Japo nilikuwa nawasumbua sana. Kwa hiyo mimi baada ya kuona mambo, kwa hiyo mwisho wa siku nagombana na wateja wengi. Nilikuwa na wateja wengi. Kwa hiyo nagombana hata na wateja mfano 10. Wataenda, watarudi, lakini sio wote. Wengine wataondoka moja kwa moja. Kwa sababu fundi sio peke yako. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba sasa nimekubali haya ndo maisha yangu, lazima nitie nguvu kubwa hapa ili nipate kufanikiwa, kwa sababu watu tunawaona wamefanikiwa kupitia hizi fani za ushonaji. Ikabidi sasa niingize nguvu zangu zote. Nafanyaje? Na wateja wengi nishagombana nao wengi sana. Ikabidi nianze kurudi kwenye mtandao, kwa sababu kwenye mtandao ndo kuna watu wengi ambao siwajui na ni rahisi kunifikia. Lakini kwenye mtandao nilienda moja kwa moja kwa ajili ya kuposti tu kazi zangu, labda yani hivyo nimefikiria kutengeneza maudhui labda tofauti, nilikuwa sio nieleze vipi. Kwa mwisho wa siku nashukuru Mungu, alhamdulillah, sikufikiria kama nitapokelewa kwa ukubwa kiasi kile. Yaani baada ya zile video zangu kwenda viral, comment zilizokuwa napokea nyingi za watu kuhitaji kuja kujifunza kushona kwangu. Mimi lengo langu ilikuwa nipate wateja wa kuja kushona, kwa sababu si nishapoteza wateja. Lakini mwisho wa siku nimemwomba Mungu moja akanipa 11. Unaona? Kwa mwisho wa siku nikawa wateja wanakuja na wanaokuja zaidi ni wanafunzi. Alafu katika kitu ambacho nilichokuwa natamani kupenda, yaani nilichokuwa napenda katika maisha yangu ni kufundisha. Japo nilikuwa sijui napenda nifundishe nini, nilikuwa natamani hata niwe mwalimu, lakini ile kufundisha chochote ambacho mimi najua, ukitaka nikufundishe lazima uelewe. Kwa hiyo ilivyokuja ile fursa nikaona kumbe inawezekana, nikaja nikawa fundi na maisha mengine yakaendelea na nikawa nafundisha. Basi kwa nikapita na ile fursa, nikachukua nyumba, nimeweka wanafunzi. Sasa hivi nafundisha beginner class, kuna klasi ya pili inaitwa upper class na klasi ya tatu ni bridal class hivyo, na ya suit master class. Yes. Beginner unakuwa anajifunza zile nguo za kawaida, kwa sababu kwanza anatakiwa ajue misingi ya ushonaji. Yes. Baada hapo anatakiwa ajue cherehani vizuri, kwa sababu kuna muda anaweza kaa anafanya kazi zake alafu mashine ikamzingua akasolve mwenyewe. Kwa tunafundisha misingi ya kushona, tunafundisha jinsi ya kujua cherehani, and then tunafundisha hizi nguo za kawaida kama unavaa wewe, unavaa mimi. Ndio beginner anatakiwa ashone hizi nguo za kawaida zote ambazo tunavaa maofisini, sweet two piece, ndio somo la beginner. Hapa ni namna ya yani kutengeneza nguo kama za hivi za manyonyo, nguo za sherehe hizi hivyo, masend off nini. Yes. Mwanzo nilianza sikuwa nachukua kwa intake.
Sasa nilikuwa sielewi, yani vitu vimekuja tu ghafla, yani hivyo. Kwa nilikuwa nachukua tu, mtu anakuja muda huo unachukua anapotaka lini, yani wewe muda wote unapokelea unaanza. Kwa nilikuwa nafundisha hivyo, huyu anafundisha wiki hii, mwingine anakuja huko kesho. Kwa mwisho wa siku ikawa kama inanisumbua, hata nilikuwa sijui idadi kamili ya wanafunzi wangu. Yani leo labda wiki hii nitapokea wanafunzi 5, wiki ijayo nitapokea wanafunzi 6. Kwa hiyo kuna mwingine utamfundisha hivi, mwingine huyu utasahau, unajua eh? Kwa hiyo nikakaa nikaangalia ile kitu, nikafanya utafiti wenzangu wanavyofanya, kwa sababu ni kitu ambacho sikufikiria, imekuja tu kama Mwenyezi Mungu. Nikaona kuna lazima wa intake. Kwa nikaandaa intake mwaka huu, na maana mwakani January tunaanza na intake. Nashukuru Mungu, watu walotuma maombi mpaka sasa hivi si haba. Sababu beginner wako kama 12, hii hapa wako kama 20 ambao wametuma maombi yao, washarudisha fomu kwa ajili ya kwanza January. Na hao maharusi bridal wako wanafunzi 8. Umeshaona? Bado unatoa fomu? Yes, bado natoa, kwa sababu bado sijafikia lengo. Lengo langu nataka wanafunzi 50. Na tarehe 19 ndo tunaanza rasmi masomo mwezi wa kwanza. Yes. Fomu yoyote anaweza akaja akachukua chuoni, pia vile vile chuoni hapa. Yes. Anaweza akaja akachukua fomu chuoni au WhatsApp. Yes, anaweza akakutumia WhatsApp, kaingia, ukajaza online huko. La mtu po karibu anaweza kupita akaja akachukua. Hizi kozi za nguo za kike miezi 3. Ila suti ni miezi 6. Unaona? Na mfano ada ya beginner ada yake tumeweka chini kidogo, kwa sababu beginner ni watu ambao wanaanza. Kama unavyojua mwanzo ni mgumu. Beginner ada yao kila kitu ni 530, ambapo ushajumuishwa form, cheti, mahafari, sale, kila kitu hapo. Na maana kitu 530 hivyo anakuwa kashamaliza kozi yote miezi 3, lakini pia anaweza akalipa kwa awamu 2. Shauri. Na hii hapa klasi nyingine 870 ya upper class. Na hii kozi ya bridal class ada yake ni 1,80,000. Yes, ya bridal. Na ile ya suti ni 1,800,000 ya miezi 6. Nashukuru familia yangu, nafikiri niseme ni mume wangu na watoto wangu na familia yangu. Wananisupport. Mume wangu ananisupport, ananielewa. Ushaona. Na watoto wako shule, siku za likizo kama hivi, wakija mnacheza kidogo, wanaenda kwa bibi yao, lakini sana sana nyumbani nakaa mimi na mume wangu. Mume wangu ananisupport kwa chochote, hakunaga changamoto hizo. Naweza kumudu vitu vyote vya kazini, kazi zikinibana mume wangu anaingia. Hata kwenye posti zangu nishai kumposti mume wangu ananilembea nguo ya bibi harusi. Kwa hiyo kipindi hichi harusi, send off, nini sherehe. Kama kipindi hichi unaweza ukakaa nguo za zile ngumu zile za maana, maana tunataka ndo nguo za maana ambazo zinaweza zikakupa pesa nzuri. Kwa siku sio kweli, labda kwa wiki. Kwa sababu kuna siku unaweza ikapita hujapokea, lakini kwa wiki unaweza ukapokea hata nguo 20. Unaweza leo, kwa sababu wanaletanaga. Anaweza akaja bibi harusi, medsi wake, sijui nani yake. Hiyo ndo umepokea kiasi kidogo, labda kwa wiki nguo 20. Hizi ngumu. Hizi nguo za kawaida tu. Napenda niwashukuru wateja wangu, mashabiki zangu mnaonitizama. Mimi nawaahidi mambo mazuri sana 2026. Tulipotoka ni mbali. Tunazidi kupambana. But hata nikisema siwezi kumaliza, lakini nawapenda sana, muendelee kunifuatilia. Hivyo.